Pole ya nini sasa? Sare suruhu ya leo hii. Au ni kupongeza? Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumepata alama moja kwa maana ya mchezo wetu wa kwanza wa ugenini, tumepata alama moja. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na tunaondoka hapa tukiwa tunaamini kuna michezo 28 imebakia. Ni michezo ya kwenda kujipanga kuangalia tunarudi vipi kwa nguvu kubwa katika mchezo wa 3 wa ligi tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo, na Sokoine imeendelea kuwa pitch ngumu na Mbeya City imeendelea wapinzani wagumu kama historia ambavyo inaonyesha huko miaka ya nyuma. Mwenyekiti, mbele ya macho yako ukiwa jukwaa kuu pale, mashabiki wamesimama wakiimba aondoke hatumtaki. Ili linawapa ujumbe gani? Tumewasikia mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo, tumewasikia mashabiki wakiwa wanapiga hizo kelele, lakini uongozi wa Young Africans bado upo kwenye mchakato wake wa tathmini. Ikihitajika maamuzi kufanyika yatafanyika, lakini so far bado tunarudi kwenye meza ya tathmini kuangalia wapi tulipo na wapi tunataka kwenda, na kila mtu atafanya pati yake. Mashabiki wanafanya pati yao, uongozi unafanya pati yake, wachezaji wanafanya pati yao na benchi wanafanya pati yake. Kila mtu ana pati yake, wao tusiwe na haraka. Kwa upande wako wewe binafsi umeridhishwa na performance ya mchezo leo? Wamekaa nyuma Mbeya City kwa muda mwingi wa mchezo, picha haikuwa ruhusu Yanga kucheza. Tumestruggle kwenye aina yetu ya kucheza, tukaingiza strikers wawili mwishoni, nafika dakika 10 za mwisho angalau tukaanza kuwa na threat kwenye box la mpinzani. Kwa hiyo technically walikuja na mpango mzuri wa kudefend na umewasaidia kupata alama moja. Sipata alama moja, akasema alhamdulillah. Ali wakati timu ikiwa inapata matokeo bado kuna wachambuzi na watu walikuwa wanazungumza kuhusiana na kocha. Leo badala hao wapiga ramli, wewe achana nao. Wanaweza kuwayumbisha kwa hao wapiga ramli, achana nao. Sisi hata miaka ya nyuma tulianza ligi tukafungwa Mbarali na IF. Kwa issue sio nyakati. Issue ni timu ilivyokuwa sasa hivi na matokeo tulikuwa atakuja tu. Yaani Yanga isingeweza kwenda isitoke sare wala isifungwe. Tulikuwa tunajua tu kuna siku itakuja mechi itapata sare, kuna mechi itakuja Yanga itafungwa. Hiyo ndio football. Mwaka tunaofungwa na IF ilikuwa ni mechi ya ngapi? Ilikuwa ni mechi ya 3 au ya 4, ilikuwa mapema vile vile. Kwa hiyo ni football, wala isionekane kwamba kuna mtu alipiga ramli ndio kapatia. Ndio football iko hivyo. Tulikuwa tunajua kuna siku Yanga itaangusha alama na hiyo siku imefika leo hapa Sokoine kwenye mchezo wa pili, na tunasema alhamdulillah kama kuna sehemu za kuimprove, mkipata mapema picha hiyo mnarudi kwenye meza ya tathmini, mnakwenda kuimprove. Kwa matokeo yao labda mashabiki wa Young Africans wanaweza kuingiwa na pressure kama afisa habari. Wanaweza kuambia nini mashabiki wa Hakuna haja ya kuwa na pressure. Ni mechi ya pili ya ligi, bado michezo 28 ya ligi ya kuchezwa. Bado kuna mechi nyingi mno zimebakia. Hii ni mechi ya pili leo na tuna pointi 4, hatujafungwa. Tumeangusha tu alama 2, tumepata alama 1. Kwa hiyo tuna room ya kuimprove kwenye michezo ijayo. Kwa hiyo tuwe watulivu, tuendelee kupanga mikakati yetu na inshallah tutazidi kuwa bora. Hali mchezo unaofuata ni mnaingia kwenye break ya FIFA, alafu tunakwenda kimataifa. Tunakwenda Malawi, Lilongo dhidi ya Silver Strikers. Muda mchache sana wa kujiandaa kutokana na hichi kinachoendelea. Kipi kinaendelea? Wewe umeona kama unataka majibu yako. Nini kinaendelea? Huyu vipi huyu? Kwa sababu umesema timu inaendelea kuhitaji muda, lakini huo muda tukiangalia kiuhalisia ni kama bado haupo. Tumepata alama moja leo. Si ndio? Hatujapoteza mchezo. Kuna siku za kupumzika hapa, baadaye tutakwenda kwenye mechi ya kimataifa. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga. Wewe kinachoendelea ni kipi? Mbona kama watusemea? Mimi nawashukuru sana ndugu zanguni na muwe na safari njema kurudi Dar.